Ndugu zangu wapendwa, leo tunaadhimisha Dominika ya 29 ya mwaka C wa kanisa, na ujumbe ambao tunapewa leo katika kutoka kwenye masomo yetu unasema usishushe mikono yako. Usishushe mikono yako. Bila shaka unajiuliza kivipi au nina maana gani ninavyosema usishushe mikono yako. Sijui kama umeshawahi kujikuta kwenye hali ambayo labda umesali au umeomba kwa muda mrefu kuhusu jambo fulani, lakini unaona ni kama vile majibu hayaji, au unaona Mungu hakujibu unavyotaka wewe au ulivyotarajia. Inawezekana labda umekuwa ukiombea jambo fulani, labda ni familia yako, au umekuwa ukiombea afya yako, au umekuwa ukiombea wito wako, au inawezekana umekuwa ukiombea amani moyoni mwako. Au inawezekana labda kwa muda mrefu sana ndoa yako imekuwa kwenye changamoto kubwa na umekuwa ukisali sana juu ya ndoa yako. Au inawezekana umekuwa ukimwombea mume wako au ukimwombea mke wako kwa muda mrefu, lakini unaona ni kama vile majibu yanachelewa. Unaona ni kama hali haibadiliki. Au unaona hata badala ya hali kuwa nzuri inaendelea kuwa mbaya zaidi. Au inawezekana wewe ni mzazi, umekuwa unaombea watoto wako kwa muda mrefu sana, na bado unaona ni kama vile Mungu amenyamaza. Inawezekana hata umefunga kwa muda mrefu, lakini unaona hakuna kinachosogea. Inawezekana hata umefika mahali unaanza kujiuliza, hivi Mungu ananisikia kweli? Au umefika mahali unasema labda maombi yangu hayana maana. Au mwingine amefika mahali pa kufikiri kwamba labda Mungu ana upendeleo. Kuna watu wanawasikiliza alafu kuna wengine labda hawasikilizi. Inawezekana umejikuta kwenye hali ya namna hiyo. Au inawezekana kwa sababu sasa umejikuta kwenye hali ya namna hiyo, kuna ile hali inaingia ndani yako ya kutaka kukata tamaa. Kwa sababu unaona hakuna sababu ya kuendelea kuomba wakati Mungu hakujibu. Unaona hivyo? Au unaona hakuna sababu ya kuendelea kusoma neno la Mungu, au unaona hakuna sababu ya kuendelea kwenda kanisani, unafika mahali unazira. Sasa unapojikuta kwenye hali au kwenye wakati wa namna hiyo ambao unafika mahali unakata tamaa, au tunapojikuta tunakata tamaa, maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunaelekea hatarini, tuko hatarini, tunaelekea pabaya zaidi. Unajua wakati ule mtu anaelekea kukata tamaa ni wakati wa hatari zaidi, wa hatari sana katika safari ya kiimani. Ni hatari zaidi kwa sababu ndio wakati ambao tunaanza kushusha mikono yetu chini. Ndugu zangu wapendwa, labda niseme hivi. Ujumbe huu wa usishushe mikono yako sio jambo dogo hata kidogo. Bali ni wito wa kiimani. Ni wito, ni kauli ya matumaini ya kuendelea kupigana vita vya kiroho, ya kuendelea kushikilia imani hata pale ambapo sala na maombi yanaonekana kwa jinsi ya kawaida tulivyozoea tunaona yamechelewa. Unajua, labda nikwambie hivi, kila Mkristo anaalikwa leo kujiuliza, hivi ninapokuwa na mashaka ninafanya nini? Au ninapokuwa na mashaka ninachukua msimamo gani? Unapokuwa na mashaka, je, unasimama kama Musa juu ya mlima ukiinua mikono yako juu kwa Mungu? Au ndio unashusha mikono yako na kukata tamaa kabisa? Sasa somo letu la kwanza tunalolisikia leo kutoka kwenye kitabu kile cha Kutoka, ile sura ya 17 mstari wa 8 mpaka wa 13. Tunakutana na safari ya wana wa Israeli wakipambana na vita kali sana. Wamekutana na vita kali sana dhidi ya kabila la Amaleki huko Refidimu. Tunafahamu kwamba Musa aliyekuwa kiongozi wao aliwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi, na walipita jangwani, safari ambayo ilikuwa ni ngumu na hatari sana. Safari ambayo haikuwa rahisi hata kidogo. Ilikuwa ni safari yenye majaribu na mapambano makali. Na tunafahamu katika kila hatua walikutana na mtihani mpya wa imani. Walikutana na mtihani mpya. Tunakumbuka vizuri walipokuwa wanatoka Misri. Walipofika kwenye bahari ya Shamu pale, Farao na jeshi lake wako nyuma. Hawaoni njia mbele.
Mungu akamwambia Musa, umeshika nini mkononi? Akamwambia fimbo. Akamwambia piga hayo maji. Yakagawanyika, wakapata njia, wakavuka. Walipofika mahali hawana maji, wakaanza kulalamika. Mungu akawasaidia, wakapata maji. Walipokosa chakula, Mungu akawapa chakula. Sasa leo wanakumbana na changamoto mpya kabisa ambayo hawakuitegemea. Unajua, walipokuwa wanakwenda kwenye nchi ya ahadi, Kanaani, walikuwa wanalazimika kupita kwenye ardhi za nchi mbalimbali, ambazo hizo nchi zilikuwa zinakaliwa na makabila mbalimbali. Sasa leo katika somo hili tulilolisikia, wanapita katikati ya ardhi ya kabila la Waamaleki. Na Waamaleki wanawapa upinzani mkali sana. Wanawapa upinzani mkubwa sana. Haikuwa safari rahisi kwa wana wa Israeli hata kidogo. Labda sasa hivi unajiuliza, hawa Waamaleki ni nani, Father? Waamaleki ni watu wa namna gani? Unajua, hawa Waamaleki ni kabila au ni watu ambao walikuwa wanaishi kusini kabisa mwa ile bahari ya chumvi tunaita Dead Sea. Hawa Waamaleki walikuwa ni watu wanaishi jangwani, kwenye jangwa huko kusini kabisa. Walikuwa wanajulikana sana kama wapiganaji jasiri sana. Walikuwa wanajulikana kwa kuishi maisha yao ya kupora mali za watu, kunyang'anya mali za watu. Walikuwa wanavuka, wanapita kwenye ardhi yao. Walikuwa wanawakamata, wanaiba mali zao, na ilikuwa kama ni sehemu ya kipato chao. Walishazoea namna hiyo. Kwa hiyo Waamaleki walikuwa ni watu ambao ni wakatili kwa jinsi nyingine. Walikuwa hawamuogopi Mungu wala hawamjali Mungu. Na wakati wana wa Israeli wanavuka kwenye ile kusanyiko lao, wanavuka kwenye hiyo ardhi ya Waamaleki, Waamaleki waliona hawa ni kama wavamizi, wamekuja kuvamia. Maana ilikuwa ni kundi kubwa sana. Waliwaona kama ni tishio kwenye ardhi yao. Kwa hiyo sehemu hii ya somo la kwanza tunalolisikia, Waamaleki hawa wananyanyuka, wanaanza kuwashambulia Waisraeli huko Refidimu. Na Musa kama kiongozi wa kiroho na wa kimwili anachukua jukumu sio tu la kupambana nao kwa njia ya upanga, lakini pia kwa njia ya imani pia. Anamwambia Yoshua, embu wewe andaa wapiganaji, wakapigane nao, alafu mimi nitapanda juu ya kile kilima. Nikiwa na ile fimbo yangu mkononi mwangu, ile fimbo ya Mungu. Alafu nitanyanyua hiyo fimbo juu. Alafu ninajua nikinyanyua juu Israeli watashinda. Unajua, ile fimbo ilikuwa ni ile fimbo ya Mungu, alama ya uwepo wa Mungu. Ni fimbo ambayo aliitumia kupiga maji ya bahari ya Shamu, yakagawanyika, wana wa Israeli wakavuka kwa miguu. Ndio fimbo hiyo hiyo. Kwa hiyo Musa anamwambia Yoshua, wewe kapigane, alafu mimi nitanyanyua hii fimbo yangu, nitanyanyua mikono yangu juu. Na maandiko yanatuambia, tumesikia somo hili, alipokuwa ananyanyua mikono yake juu, kunyanyua ile fimbo juu, Israeli walishinda. Aliposhusha mikono yake chini, Israeli walipigwa. Lakini tunafahamu Musa ni mwanadamu na ni mzee wakati huo. Kwa hiyo kunyanyua mikono juu muda wote haikuwa jambo rahisi. Alifika mahali akachoka, akichoka mikono yake ikishuka chini, Israeli wanapigwa. Kwa hiyo Haruni na Huri walipoona hivyo, wakaenda kwa Musa. Wakanyanyua, mmoja akaenda upande wa kulia, mwingine wa kushoto. Alafu wakanyanyua mikono yake, wakaishika juu, wakaitegemeza ili daima ibaki juu, ili Israeli waendelee kushinda. Na Israeli wakashinda vita ile. Katika somo la Injili tulilolisikia leo, Yesu kwenye Injili ya Luka, ile sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 8, Yesu anatupatia mfano wa imani, ujumbe wa imani. Anapotoa mfano wa huyu mjane ambaye alienda kudai haki yake kwa huyu hakimu dhalimu. Huyu mjane anaonekana hana nguvu, wala anaonekana hana hadhi kwa jinsi walivyokuwa wanamtazama. Lakini yeye mwenyewe binafsi alikuwa na silaha yake moja tu muhimu sana. Na hiyo silaha yake ilikuwa ni uvumilivu katika kudai haki yake. Kila siku alimwendea huyu hakimu dhalimu, akidai ampe haki yake. Na huyu hakimu anasema wazi, ijapokuwa simchi Mungu, lakini kwa kuwa huyu mjane ananijia kila siku, kwa kunijia kila siku kudai haki yake,
ananisumbua sasa, nitampatia haki yake ili asinijie tena. Na Yesu anauliza swali, anasema, sikilizeni huyo jinsi asemavyo huyo kadhi dhalimu. Je, na Mungu je, hata wapatia wateule wake wanaomlilia mchana na usiku haki yao? Akasema atawapatia haraka. Lakini akauliza swali, atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Sasa ndugu zangu, kuna mambo nataka niseme kwa kifupi hapa, kwa haraka haraka, mambo matano ambayo ni ya msingi na ni mazito, ambayo tunaitwa kuyatafakari katika Dominika ya leo kwenye masomo haya. Naomba niyanyofoe hapa mara moja. Jambo la kwanza ambalo tunaitwa kulitafakari ni ukweli kwamba kuna vita vya kiroho. Kuna vita vya kiroho. Hivi ni vita vya kiimani. Katika somo la kwanza tumesikia Musa anawakilisha nguvu ya sala. Musa anawakilisha nguvu ya imani. Musa anawakilisha uhusiano wake wa karibu na Mungu. Anaponyanyua mikono yake juu, anaponyanyua ile fimbo, anawakilisha uhusiano wake na Mungu, nguvu ya sala, nguvu ya imani. Lakini Yoshua na wapiganaji wake, hawa wanawakilisha juhudi zetu za kibinadamu. Wanawakilisha kazi tunazofanya. Wanawakilisha juhudi tunazofanya, jitihada tulizonazo na mapambano ya kila siku tulionayo. Lakini somo linafunua ukweli huu. Hili somo linafunua ukweli muhimu sana, ambao ndio nataka ukumbuke siku zote. Ukumbuke siku zote kwamba ushindi wa watu wa Mungu, ushindi wa watu wa Mungu hautokani na nguvu zao binafsi. Ushindi wa watu wa Mungu hautokani na ujanja wetu binafsi, bali ushindi wa watu wa Mungu unategemea mikono iliyoinuliwa kwa Mungu katika sala, katika maombi. Ushindi wetu unatokana hapo. Unajua hawa Amaleki tunaowasikia wakiwasumbua wana wa Israeli, wanawakilisha vikwazo, wanawakilisha majaribu tunayokutana nayo, wanawakilisha mapambano mengi tunayokutana nayo katika safari yetu ya maisha. Unajua, ngoja nikwambie kitu kama walikuwa hujui. Kila Mkristo ana waamaleki wake. Kila Mkristo ana waamaleki wake. Kila Mkristo ana mambo yanayopinga safari yake ya imani. Yapo hayo mambo. Inawezekana ikawa ni woga. Inawezekana ikawa ni mashaka tulionayo. Inawezekana waamaleki wako wakawa ni tamaa. Inawezekana waamaleki wako wanaokuzuia kwenda nchi ya ahadi ikawa ni dhambi. Inawezekana wakawa ni watu wanaokuvuta na kukutoa mbali na Mungu. Kama Musa, ndugu zangu, tunapaswa kujifunza kutokuishusha mikono yetu. Kutokuishusha mikono yetu maana yake tusikate tamaa katika sala, tusikate tamaa katika maombi. Tusichoke kuamini, tusikubali kushindwa na uvivu, tusikubali kushindwa na uchovu wa kiroho. Sasa leo, inawezekana leo hii na labda hata sasa hivi, inawezekana kuna magumu ambayo labda unapambana nayo. Inawezekana kuna mambo yamekuwa magumu sana unayopambana nayo sasa hivi. Inawezekana kabisa wewe labda ni mgonjwa. Wewe ni mgonjwa. Na inawezekana kabisa umekata tamaa kwa sababu unaona ni kama vile tiba haipatikani. Madaktari wanakuambia hii haiwezekani. Lakini leo unapewa mwaliko kujitazama, kwamba utajitazama kutokana na ahadi za Mungu au utajitazama kutokana na maneno hayo. Inawezekana wewe ni kijana, labda unahangaika, hujui mustakabali wako wa kesho utakuwaje. Ni kweli umesoma lakini huna ajira. Umemaliza, una vyeti vizuri sana lakini huna ajira. Unahangaika, labda hujui itakuwaje, huna mtaji. Changamoto za kiuchumi zimekuwa ni ngumu sana. Au inawezekana wewe ni baba au ni mama, na sasa hivi familia yako inapitia katika changamoto kubwa sana. Inawezekana ni changamoto za kifedha, inawezekana ni changamoto za kimalezi ya watoto. Inawezekana wewe hata ni kiongozi, na unaona kwa kweli umechoka. Huna nguvu ya kuendelea tena. Sasa vyovyote vile utakavyojikuta, vyovyote vile unavyojisikia, Mungu leo anatukumbusha jambo hili kupitia Musa, kwamba tusishushe mikono yetu, usishushe mikono yako. Kwa hiyo somo hili ndugu zangu sio hadithi tu,
lakini ni kioo cha maisha yetu. Manake kila Mkristo yuko njiani kuelekea katika nchi ya ahadi. Kila Mkristo yuko njiani kuelekea katika uzima wa milele. Na huku njiani, ukweli ni kwamba tutakutana na Waamaleki wengi sana. Tutakutana nao. Kwa tukumbuke ndugu zangu kwamba ushindi wetu upo mikononi mwa Mungu kupitia mikono iliyoinuliwa juu kwa imani. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo tunaitwa kulitafakari katika Dominika hii ya leo ni kwamba ukweli kwamba ndugu zangu, tunawahitaji Haruni na Huri kwenye maisha yetu. Tunawahitaji Haruni na Huri kwenye maisha yetu. Hawa ni watu wanaotushikilia kiroho tunapochoka. Hawa ni watu wanaotushikilia kiroho tunaposhindwa sisi wenyewe. Kama vile Haruni na Huri walivyotegemeza mikono ya Musa, ndugu zangu, tunahitaji kila mtu awe na Haruni wake na Huri wake. Tumeona Musa alipokuwa juu ya mlima akiwa amechoka, Haruni na Huri walimkaribia, wakaweka jiwe, wakamwambia mzee kaa, akakaa. Alafu akashika mikono yake juu, ikabaki juu, mmoja upande huu na mwingine upande huu. Wakaishika hivyo mpaka jioni, wakashinda vita. Israeli wakapata ushindi mkubwa. Ndugu zangu wapendwa, hii sio hadithi tu, bali ni siri ya ushindi wa kiroho. Hakuna Mkristo anayepaswa kupigana vita vya kiroho peke yake. Vita vya imani, ndugu zangu, hatupigani peke yetu. Imani ya Kikristo ni safari ya pamoja. Maanake wewe sio kisiwa. Kumbuka wewe ni kiungo cha mwili wa Kristo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Ni hiki, kwamba tunahitajiana. Tunahitaji mwingine, unahitaji mwenzako. Unahitaji mtu wa kukushika mikono yako pale unapochoka. Unahitaji mtu wa kukuinua pale unapochoka. Tukumbuke ndugu zangu, Musa alikuwa mzee, amechoka kimwili, ila roho yake ilikuwa bado motomoto, ilikuwa bado na imani kubwa. Kwa hiyo mikono yake ya sala ndiyo iliyokuwa imeshikilia ushindi wa taifa la Israeli. Sasa kuna jambo kubwa la kujifunza hapa ambalo ninatamani sana kila mmoja wetu alione. Ni hili, wakati Musa alipokuwa amechoka, kumbuka hili, Mungu hakumtuma malaika kuja kunyanyua mikono yake. Hapana. Bali Mungu alimpa Musa watu wa kawaida wa kumsaidia, Haruni na Huri. Haruni na Huri, watu wa kawaida wa kumsaidia. Na hapa ndugu zangu, ninafikiri kuna ujumbe muhimu ambao tunaitwa kuutafakari. Kwamba kuna nyakati na mara nyingi sana inawezekana watu huwa wanafikiri kwamba watu wa kawaida, walio wa kawaida tu, hawezi kuwasaidia. Lakini Mungu leo anawatumia hawa watu wa kawaida kama vyombo vya kutusaidia, ili tuweze kubaki imara kiimani pale tunapochoka. Mimi huwa ninasema hivi, jifunze kutengeneza marafiki wako, marafiki ambao ni prayer partners. Tafuta marafiki ambao ni prayer partners. Manake hivyo tunapopitia mambo magumu, inawezekana labda ni majaribu, inawezekana ni huzuni, inawezekana ni kufiwa, inawezekana ni magonjwa, ni kukata tamaa. Jifunze kuwa na prayer partners, watu ambao unaweza kushirikiana nao kiimani. Wanaweza wakawa ndugu, wanaweza wakawa jamaa, wanaweza wakawa marafiki, wanaweza wakawa wafanyakazi wenzako, lakini ni prayer partners. Hawa prayer partners ni wale ambao wanakukumbusha kwamba usishushe mikono yako hata unapokutana na changamoto ngumu kiasi gani. Usipoteze imani yako. Hawakupeleki kwa waganga hao, wanakusaidia kurudi kwa Mungu. Lakini pia ni muhimu ufahamu kwamba kama vile unavyotamani kuwa na prayer partners, lazima na wewe uwe tayari kuwa prayer partners wa mwingine. Maana yake na wewe uweze kusimama nao wanapokuwa kwenye magumu. Usitake tu waje kwenye maisha yako unapokuwa kwenye magumu, lakini na wewe uweze kwenda kwenye maisha yao wanapokuwa na uhitaji. Ndugu zangu wapendwa, kuna jambo hili. Kuna nyakati ambazo kwenye maisha ambazo tunakutana nazo, tunajikuta kwenye nyakati ngumu sana.
Inawezekana unajikuta hata kusali peke yako huwezi. Inawezekana hata unajikuta maombi au sala imekauka ndani yako. Na hapo ndipo wakati sala za wengine zinapokuinua sasa. Unajua, kama vile Musa alivyoona ushindi kwa sababu ya Haruni na Huri walivyoshikilia mikono yake juu, ndivyo hivyo na sisi ndugu zangu, tutakaposhuhudia ushindi kwenye maisha yetu, kama tutakuwa tunasaidiana kiroho. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo tunaitwa kulitafakari katika Dominika hii ya leo ni ukweli kwamba sala na maombi ya pamoja, ndugu zangu, yana nguvu kuliko tunavyofikiri. Sala na maombi ya pamoja yana nguvu kuliko tunavyofikiri. Unajua, Yesu mwenyewe alizungumza kwenye Mathayo ile sura ya 18 mstari wa 19, akasema, wawili wakiungana duniani kuomba jambo lolote kwa jina langu, Baba yangu wa mbinguni atawajalia, atawapa. Wawili wakiungana duniani kuomba jambo. Manake kuna hii nguvu ya pamoja. Kila tunapokusanyika, labda ni kwenye jumuiya au ni ibada au ni kwenye adhimisho la misa takatifu au ni kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo au labda ni kwenye sala za kifamilia, kila tunapokusanyika pamoja tunakuwa kama Musa, Haruni na Huri. Mikono yetu imeunganishwa, imani zetu zinajengwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu tuna nguvu moja, na Mungu anapokea harufu nzuri ya sala yetu. Na ndio sababu kanisa, ndugu zangu, daima linasisitiza kusali pamoja pia. Misa takatifu, novena, sala za jumuiya mbalimbali, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Kwa hiyo ni muhimu, ndugu zangu, tunapokutana kusali kama pamoja, tuwe na nia, tunaweka nia mbalimbali. Inawezekana nia ya leo ni kumwabudu Mungu tu. Inawezekana nia ya leo ni kuombea wagonjwa. Inawezekana nia ya leo ni kuwanyanyua wanyonge au wenye shida duniani kokote kule. Kwa hiyo kila tunaposhiriki misa takatifu, usione ni jambo dogo, hapana. Bali unashiriki katika kuinua mikono ya dunia nzima, kuinua, kuipeleka kwa Mungu. Na jambo la 4 ambalo tunaitwa kulitafakari katika Dominika hii ya leo ni ukweli kwamba siri ya kushinda ni katika kushikamana. Siri ya ushindi kwenye maisha yetu ni katika kushikamana. Unajua, mimi huwa nasema hivi mara nyingi, adui wa roho zetu Shetani huwa anajua hili, kwamba mtu aliye peke yake ni dhaifu. Mtu aliye peke yake ni rahisi sana kumshambulia. Ni rahisi kumshambulia. Na Mtume Paulo alipokuwa anawaandikia Waefeso kwenye ile sura ya 6 mstari wa 11, anawaambia, vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzishinda hila za Shetani. Maana yake ni nini? Maana yake kuna hila ambazo Shetani anazitumia ili kutuangamiza kwa urahisi. Sasa mojawapo ya hila ambayo Shetani anaitumia kutuangamiza kwa urahisi sana, au kuangamiza watu kwa urahisi sana, ni kuhakikishia kwamba wanaweza peke yao. Ni kuhakikishia kwamba wanajiweza wenyewe. Ni kutafuta kila namna ya kuwafanya wajitenge, wabaki peke yao. Kwa hiyo Shetani atakufanya uamini hilo. Atakufanya kwamba uamini kwamba huhitaji msaada wa sala ya mtu. Atakufanya uhitaji msaada wa kiroho kutoka kwa mtu mwingine. Atakufanya ujione kwamba unajitosheleza mwenyewe, wala huhitaji msaada wa mtu. Wakati mwingine Shetani atakushughulisha na mambo mengi ambayo hayapo kwenye ratiba ya Mungu, na kwa sababu hiyo lengo lake ni ili akuchoshe. Ukichoka akuchoshe. Ushindwe kwenda kusali, ushindwe kwenda kwenye jumuiya, atakufanya uwe bize, ushindwe kwenda hata kanisani. Kwa nini? Kwa sababu uko bize. Kumbuka hili daima, ndugu zangu. Kumbuka hili daima, kwamba siri ya ushindi wa Musa haikuwa nguvu zake, bali ilikuwa ni umoja wake pamoja na Haruni na Huri. Ndugu zangu wapendwa, Mkristo aliye peke yake ni Mkristo aliye hatarini sana. Simama na wengine, simama na wenzako. Na jambo la mwisho ambalo tunaitwa kulitafakari siku hii ya leo ni swali. Nataka nikuulize swali kwamba ni nini kinachokukatisha tamaa? Nini kinachokukatisha tamaa? Nini kinachokufanya uchoke kusali? Nini kinachokufanya uchoke kuomba?
Unajua watu wengi sana tunachoka na kukata tamaa kwa sababu ya mazingira yanayotuzunguka. Tunapotafuta msaada kwa Mungu, yale mazingira yanayotuzunguka yanatufanya tuchoke, tukate tamaa. Tunapotafuta msaada kwa Yesu. Unajua huyu mama, kwa mfano, huyu mama tuliyemsoma, aliyekuwa anadai haki yake kwenye somo la Injili, alikuwa amezungukwa na mazingira ambayo ni ya kukatisha tamaa sana. Ni mazingira aliyokuwa yamemzunguka, ni mazingira ambayo yalikuwa ni ya kukosa haki, mazingira ya rushwa, alizungukwa na mazingira ya kuvunja moyo sana. Lakini pia alipata msaada si kwa sababu jaji alipenda, si kwa sababu hakimu alipenda kumsaidia. Ni kwa sababu huyu mama hakukubali kukatishwa tamaa na yale mazingira. Hakukubali kukatishwa tamaa. Alibaki na uvumilivu mpaka mwisho. Mfano wa huyu mtu ambaye anakwenda kugonga mlango usiku. Yesu anatupa mfano huu. Huyu mtu anayekwenda kugonga mlango usiku, mazingira yalikuwa ni magumu. Ni mazingira ya kumfanya kusema, sasa hivi ni usiku bwana, usisumbue watu. Lakini hakutaka kukubali hilo. Aliendelea kugonga mlango mpaka akafunguliwa. Kwa hiyo ndugu zangu, siri iko hapo. Siri ni ipi? Siri iko hapo, kutokuacha, kutokuacha. Na hapo ndipo imani inapoonekana. Kwa swali nalotaka kuuliza ni hili: je, wewe unaendelea? Unaendelea au umeacha? Je, unaendelea kusali au umeacha? Je, unaendelea kwenda kanisani au umeacha? Je, unaendelea na uvumilivu kwenye ndoa yako au umeacha? Je, unaendelea na uvumilivu kwenye ofisi au umeacha? Je, umekatishwa tamaa na mazingira hayo au umekatishwa tamaa na maneno ya watu na umeacha? Kumbuka Yesu anamalizia hivi kwa kuuliza swali hili kwamba atakapokuja mwana wa Adam duniani, je, ataikuta imani duniani? Je, ataiona imani duniani? Maana yake ni nini? Maana yake atakuta watu wamechoka, atakuta watu wamekata tamaa, atakuta watu wamevunjika moyo kabisa. Ndugu zangu wapendwa, nimalizie ujumbe huu kwa kusema hivi: tafuta watu wa kushirikiana nao, wa kukushika mikono, wa kukuinua mikono kama Musa. Kuna wakati, haijalishi una nguvu kiasi gani, haijalishi una uwezo kiasi gani, kuna wakati utachoka, utahitaji watu. Lazima uwe na Haruni. Lazima uwe pia Haruni kwa mwingine. Jiunge kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Jiunge kwenye vikundi vya sala. Jiunge kwenye vyama vya kitume. Shiriki misa takatifu Jumapili, ikiwezekana hata kila siku. Sali na familia yako pia. Kwa kifupi ndugu zangu, usiwe peke yako katika safari ya imani. Usibaki peke yako. Unajua, tungejua nguvu ya sala ya pamoja, nafikiri tusingeacha kusali kwa pamoja hata siku moja. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakia Dominika njema. Mungu Mwenyezi awatunze.